Na mgomo wa magari ya uchukuzi ya umma unaendelea mjini Kakamega, ingawaji umesitishwa kwa sasa, lakini mji huo umeonekana kusalia mahame na wakazi kulazimika kutumia usafiri mbadala wa pikipiki, tuktuk na hata bodaboda na baiskeli. Mji huo jana ulishuhudia vurugu, baadhi ya wakazi na hata wahudumu wa matatu wakilalamikia ongezeko la bei ya mafuta. Mtu mmoja aliuawa na wengine kuacha na majeraha kufuatia makubaliano makali yaliyozuka. Mwanahabari wetu Julius Juma yuko Kakamega na sasa tunaungana naye atupatie taswira kamili. Julius. Naam. Asante sana Kichuna, bila shaka ulivyosema tuko moja kwa moja, yani mubashara kutoka mji wa Kakamega, hiki kikiwa kitovu cha ukanda wa magharibi mwa Kenya. Na hapa katika mji wa Kakamega bila shaka ule mgomo wa usafiri wa umma bila shaka unaendelea. Hapa chanzo kikuu ama sababu kuu ikiwa lile ongezeko katika bei ya mafuta hapa nchini, ikiwa ni dizeli au petroli. Hivyo jana kulikuwepo na purukushani, vurugu, lakini hali ya utulivu imerejea katika mji wa Kakamega. Kile ambacho hakijarejea ni usafiri wa umma. Tunavyozungumza kwa sasa, wale ambao wanahudumu ni wahudumu wa bodaboda, wahudumu wale wa bodaboda za baiskeli na vile yale magari au kipenda zile tuktuk, lakini matatu zile ambazo zinabeba abiria 14 bila shaka bado ziko kwenye mgomo. Na ukiangalia zile ambazo zimekaidi la agizo la muungano wa wasafiri wa wahudumu wa matatu, wale wanahudumu ni mmoja, wawili au watatu ambazo zinapatikana katika hii barabara. Ukiangalia barabara, iwapo mpiga picha wangu Isaac Mutiso atakupa taswira ya barabara ya Kisumu kuelekea Kakamega inayoingia katika mji wa Kakamega, bila shaka hii barabara jana ilikuwa na vurugu, ilikuwa imefungwa na wahudumu wa matatu, na hapa kukashuhudiwa hata makabiliano baina ya polisi na waandamanaji. Ikumbuke kwamba hapa pia kuliweza kutokea na maafa ambapo mtu mmoja aliweza kuaga dunia kwa uthibitisho wetu na wengine hata kujeruhiwa. Na hii leo utulivu umerejea bila shaka nilivyokuarifu, lakini bado usafiri haujarejea, usafiri wa umma katika barabara ya Mumias. Bila shaka Mutiso, tena ukimwonyesha ule mtazamaji wetu barabara ya kuelekea katikati mwa jiji la Kakamega kuelekea kule Mumias, bado usafiri wa umma bado haujarejea. Ni tuktuk, ni bodaboda, wale wa baiskeli na wale pia ambao wanatumia pikipiki. Kumaanisha hapa hali bado ipo na wanazidi bila shaka kuwa katika maandamano au ule mgomo wa usafiri wa umma, akilalamikia nini? Akilalamikia ile bei au nyongeza katika bei ya mafuta humu nchini. Tunazidi kufuatilia taarifa hizi zinavyoendelea. Bila shaka kutoka hapa tunaelekea katika lile boma la kijana wa ile taasisi ya Sigalagala ambaye aliaga dunia hapo jana, kwenda kuzungumza nao na kuweza kupata tu kujua familia, usemi wa familia, na hata pia maafisa usalama, polisi na mratibu wa eneo hili aweze kutupa taswira iko vipi. Ila kwa sasa Kakamega utulivu umerejea, hicho ndicho ambacho naweza kuthibitisha, lakini usafiri wa umma ungali bado kurejea. Kutoka kwangu hapa katikati mwa jiji la mji wa Kakamega kunradi, mimi ni Julius Juma, hadi kwako Kichuna studioni. Asante sana kijana barobaro hapo Julius Juma. Awali mtazamaji ametupatia taswira kamili ya jinsi hali ilivyokuwa katika kaunti hiyo ya Kakamega.